Unatizama Fiza Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Naam, Isa Ben ni Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Naam, na mara mwisho wakati naongea na wewe ulikuwa huko Bukavu. Sasa naomba utupe taarifa. Nasikia hapo Bukavu ya Kutumba ameshaingia tayari kwa M23 wanahaa sasa. Nazungumza moja kwa moja kutoka Bukavu, Isa Ben Mwakilembe. Nipo Bukavu na ndio maana nilikwambia kwamba usiku kucha wa kuamkia leo ilikuwa ni risasi zinalindima. Yaani tulikuwa sisi wananchi wa Bukavu hapa. Wananchi wa Bukavu tupo katikati. Yaani tumewekwa mtu kati. Risasi zinalindima usiku kucha. Hata hatukujua imekuwaje, kumbe nini? Ni vijana wa William Amuri ya Kutumba tayari washaingia ndani ya Bukavu. Na mwalimu, unakumbuka siku mbili nyuma tumempoteza kamanda wetu mtetezi Viola, mtetezi kabisa wa wazalendo. Wako wapi akasema kwamba pengine alikuwa amekula rushwa, pengine alikuwa anatumika, na nikufahamisha ya kwamba amechaguliwa kiongozi mwingine kuchukua nafasi ya mtetezi ya Viola. Amechaguliwa kiongozi na ndio mwingine naye alishinda vile vile. Huyu naye alishinda vile vile. Na taarifa ya kwamba hivi ninavyozungumza, unakumbuka wiki 3 nyuma kama sikosei, wale wakina Nanga na wakina Bisimwa walikuwa pale Goma wanashangilia, vikapigwa pale Kombola, wakapo watu wa kutosha. Wananchi waliambiwa wasije wakaenda kwenye mikutano ya kuwasikiliza. Wale watu ni wahuni, wale watu ni utapeli. Mtu umetoka huko ulikotoka, unavamia nchi ya watu ambao sio ya kwenu, unaua, unabaka, unafanya vurugu, unaiba rasilimali mbalimbali. Alafu katika akili hiyo unategemea kwamba eti uweze kuwatawala watu ambao wamewaulia ndugu zao, watu ambao wamewaulia watoto wao, watu ambao wamewaibia rasilimali zao. Hauwezi kutawala mji wa wafu. Mji wa wafu hauwezi kuutawala. Kwa maana yake ni kwamba Isa Ben Mwakilembe ni hivi ninavyozungumza, baada ya kumzika kiongozi mtetezi wa wazalendo, hivi ndio kwamba tayari wazalendo wameshaingia ndani ya mji wa Bukavu. Nakwambia hizi taarifa Mwakilembe huwezi kuzisikia ovyo ovyo. Hizi taarifa huwezi kuzisikia ovyo ovyo, watangaza sababu sio wanapigwa. Wanapigwa, lakini fahamu ya kwamba tayari wazalendo wameshaingia katika mji wa Bukavu na tayari vita vinaendelea kama kawaida. Na kiongozi nani ule kiongozi wao William Amuri ya Kutumba mwenyewe yupo umbali wa kilomita 10. Yupo umbali wa kilomita 10 tayari kuingia Bukavu na kutangaza ushindi wa Bukavu. Mwalimu, nadhani nilikwambia siku moja kwamba wazalendo kama Kongo italindwa na wazalendo wenyewe. Kongo italindwa na wakongomani wenyewe. Hakuna mtu yoyote ambaye, hakuna mwanasiasa ambaye anaweza kailinda Kongo, mwalimu. Nadhani nilikwambia, unafahamu. Wanasiasa ni matapeli, wanasiasa ni waongo, wanasiasa ni wala rushwa, wanasiasa hawana maamuzi magumu, wanasiasa wapo tu. Lakini nchi kama nchi mara nyingi huwa inalindwa na raia husika wanaoishi kwenye nchi husika. Sasa Kongo ile Mwakilembe, nafahamu kwamba huyu Kibaraka Felix. Felix anakimbilia magharibi. Felix anaacha kuunga mkono wazalendo, raia wa Kongo ambao wameamua kushika mapanga, wameamua kushika mashoka, wameamua kushika fimbo kupigania nchi yao. Felix badala waunge mkono wazalendo, anakwenda eti kuomba msaada Marekani. Ameomba msaada Marekani bwana. Anaomba msaada eti kwamba Marekani, njoo bwana, nchi imetushinda hii, tukupe madini ili tuwekee ulinzi. Yaani mtu atoke nje, mtu atoke huko watu huko avuke mahali aje akulinde wewe. Si upuuzi huo? Huo si upuuzi. Wazalendo wamesema kwamba mwalimu, naam, wamesema wazalendo kwamba hivi hawahitaji Marekani, hawahitaji Ufaransa, hawahitaji Belgiji, hawahitaji si Uingereza, hawahitaji si nani. Watailinda Kongo yao kwa mikono yao wao wenyewe, pasipo kumtegemea mshenzi ama mpuuzi yote. Watailinda wao wenyewe, sababu
wale pale ndio wamezaliwa pale, mababu zao wamezikwa pale, pale ndio nyumbani kwao, hakuna kitu kinaweza kuwashinda. Hata sherehe ilioje mwalimu na Mungu, sherehe ilioje kwamba hivi ninavyozungumza na wewe ni kwamba tayari wazalendo wako ndani ya mji wa Bukavu. Kitu ambacho wengi walikuwa hawajajua. Wengi walikuwa wanashangilia, tuliwaambia jamani, hii Kongo hakuna sehemu hawa wanya nani hawa ambao wametoka kwenye bonde la mto Naili, sijui wanaitwaje hawa, hakuna sehemu wataenda. Hamwezi vamia nchi ya watu wengine. Tamaa ni mbaya, tamaa swake ni mauti. Ishi kwako, ridhika na nchi yako, hata kama kanchi kako kadogo kama mkoa, ishi kwako. Kwa nini unganganie mali za watu wengine? Kwa nini ungangane na mali za watu wengine? Uwe watu wengine. Ni maneno tu hivi kwamba hakuna uwanya wawezi. Hawa si wahimu si washimu. Hawawezi hata siku moja kutawala Kongo. Nilikwambia Makerembe, Kongo italindwa na wakongomani wenyewe. Sasa mwalimu, wako viongozi wengine nchi ikiwa vitani, wenyewe wanakuwa wamekaa kwenye maofisi yao, wanakula vioyozi, wanakula AC, wamejiachia matumbo makubwa, watafikiri mimba ya panya. Lakini William Yakutumba kiongozi mwenyewe huyo wazalendo, yuko bampa tu bampala. Yuko bampa tu bampala, mega kwa mega, njia kwa njia, mguu kwa mguu, afekipa afebeki, yupo. Nimepata taarifa na ndugu yangu kutoka Bukavu. Upande wa kusini huko ananiambia kwamba Yakutumba yupo kilomita 10 tu. Yupo kilomita 10. Yaani jana wako mbele, yuko kilomita 10 kuingia ndani ya mji wa Bukavu. Na hapo Bukavu kwa Makerembe hakuna makabila, na agopa haya makabila nilikutajia. Ogopa haya makabila hawezi kuingia kwenye ardhi yao. Ndugu yangu atoka pia usaidia, kama nakumbuka kwamba haya makabila Wafulelu. Hawezi tawala Wafulelu Makerembe. Na hapo ni kuwa hapa Bukavu si ndio pale ambapo M23 walikusanya mkutano mkubwa sana, wakawa wanahutubia na huku kamera zikirekodi, wakadai kuwa mnaona raia wanavyowapenda M23. Si ndio hapo Bukavu? Ndio hapo ambapo bomu lilipigwa. Ndio hapo ambapo huyu Colonel Nangaa alikuwa anafanya mkutano pale, bomu likapigwa, watu wakafa wa kutosha. Ndio hapo. Sasa hivi ninapozungumza, rais wako yule ambaye anaongoza nchi kwa mkono wa chupa, na inabidi zote tunawataja kwa majina. Kama wakati mwingine waelewe kama tunawasaidia. Hivi ninavyozungumza ni kwamba tayari Makerembe amelalamika, rais wako ambaye anaongoza nchi kwa mkono wa chuma tangu mwaka 1994 mpaka sasa hivi kwa madarakani, ameeleza kwamba amesalitiwa. Na huu ni wito. Huu wito anaotoa rais wa Rwanda, sio mimi Mpofi Buya kama Mwandagacha. Ametoa wito huu kwa Wanyarwanda wote. Mwalimu unanisikiliza? Nakusikia. Umesema ya kwamba Wanyarwanda wote wajiandae kuishi maisha ya shida, kuishi maisha ya taabu, kuishi maisha magumu. Kwa nini sasa inakuwa hivyo? Amesema wajiandae kuishi maisha ya shida, kuishi maisha ya taabu, kuishi maisha magumu kwa sababu Rwanda imesalitiwa. Sawa. Rwanda imesalitiwa. Sasa kifupi ni kwamba vikwazo vya magharibi. Vikwazo. Ndio. Mzungu anataka akakutumia, yani akiona umeshatumika vya kutosha na kutupa. Akitaka kutupa, yani kwamba wazungu hapo waje kukutumia. Wanapona malengo yao yamekamilika, wanapona huna mpya tena, huna la maana tena, wanakutupa. Hawezi kuwa bora wakati wote Isaya Benson Makerembe. Hawezi kuwa bora wakati wote mwalimu. Na fahamu tu kwamba huu ni ushindi ambao sio wa kawaida, kwa sababu wabantu wote wamefurahi. Wabantu lazima wafurahi. Na sio tu wabantu, mtu yote anayependa amani. Mtu yote anayependa amani mwalimu lazima afurahi ushindi huu ambao umepatikana, ama juhudi hizi ambazo wanafanya wazalendo. Na hawa ndio mwalimu nikwambia hivi, sifa za wazalendo. Sifa za wazalendo, sikiliza.
Uenda wako watu wafahamu sifa za wazalendo. Sifa ya kwanza wazalendo. Sawa. Hawatembei na magari. Sawa, uliniambia. Hawatembei na pikipiki. Sawa. Watembea kwa mguu. Sifa ya kwanza. Sifa ya pili wazalendo, marufuku kupora mali za watu. Marufuku kuua raia ovyo ovyo. Marufuku kuvamia maduka. Marufuku kubaka. Sifa ya wazalendo, marufuku kufanya mapenzi. Maana kitu mkuta huyu ndugu yetu nani huyu mtetezi, naomba nitazungumzia baadaye. Kuna kesi ya mapenzi hapo katikati. Okay. Marufuku kwa wazalendo kufanya mapenzi wakiwa vitani. Marufuku kulewa ovyo kwa mzalendo, kunywa pombe ovyo akiwa vitani, marufuku. Marufuku kupokea rushwa kwa mzalendo. Mzalendo marufuku kupokea rushwa ya adui. Marufuku kupanda gari au kupewa riski. Marufuku. Mzalendo mara nyingi wanatembea na chakula chao wenyewe. Marufuku kwa mzalendo, nimesema, kubaka, kuua, kupora mali za watu, kunywa pombe, umalaya. Marufuku kwa mzalendo. Sawa. Hiyo ndio kisa kubwa kwa wazalendo. Wanatumia bunduki, wanatumia mapanga, wanatumia mkuki, wanatumia fimbo, wanatumia kuni, wanatumia uchawi. Okay. Mwalimu, watu wapige 0762155025, 0762155025 kupata kitabu cha Laana, Madaraka, Pesa na Damu. Mimi nikushukuru, lakini cha mwisho kabisa mwalimu, amani ni bora zaidi kuliko vita. Tunataka Waafrika wote sisi ni sawa. Yule ambaye anajiona yeye ni bora kuliko mwingine, yatamkuta akumkuta. Yule Mwafrika anajiona yeye ni bora sana mwingine, yatamkuta ya kumkuta. Jambo lingine, hauwezi kuua watu ukategemea wewe, kwani wewe huwezi kwenda kwenye nyumba ya mtu ukachoma moto nyumba ya mtu alafu tegemea kwamba kwako kutakuwa salama. Hicho kitu Makerere hakiwezekani. Tujifunze kuishi katika utu. Tujifunze kutatua changamoto zetu pasipo kumwagana damu. Na viongozi wanatakiwa waelewe hilo. Sasa na baadaye. Tunamshukuru sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alimaliza ukabila katika nchi yetu. Tanzania haina ukabila mwalimu, na la Mungu sisi wote ni Waafrika. Kwa kumalizia mwalimu tu, nikukumbushe kauli aliyozungumza Osaje Kwame Nkrumah tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 1963. Sisi sio Waafrika kwa sababu tumezaliwa Afrika. Sisi ni Waafrika kwa sababu Afrika imezaliwa ndani yetu. Wakati huo tuwatie moyo wazalendo waendelee kupambana mpaka ushindi, mpaka dakika ya mwisho. Tusitegemee sana wanasiasa warafi wa madaraka, wahuni, matapeli, vibaka watuongozee mataifa yetu. Wakati mwingine nchi hulindwa na raia wake wenyewe. Mwalimu, wana la nguvu. Nikushukuru bwana. Asante sana. Haya.